hapa, lakini mliopo humu na ambayo hamko humu, kongole kwenu. Ninasema hivi kwa sababu natambua ni jinsi gani pasipo mwalimu hakuna taifa. Mahali palipo na mwalimu sahihi, tutakuwa tuna taifa sahihi. Hivyo walimu wote naendelea kuwapongeza kwa kazi kubwa ngumu mnayoifanya kuhakikisha mnaendelea kuwalea watoto, mnaendelea kukuza vipaji, mnaendelea kulea vizazi ambavyo kesho ndio mnalea kina baba, mnalea kina mama. Lakini sanjari na hilo ndio mnalea viongozi ambao tunawategemea kesho wataendelea kushika nafasi mbalimbali, lakini pia mnalea wataalamu ambao tunategemea kesho na kesho kutwa ndio watakayeshika nyanja zote za kitaalamu ndani ya taasisi mbalimbali katika taifa letu. Lakini pamoja na hilo, naendelea kuwapongeza sana wazazi. Mnafanya juhudi kubwa kuendelea kuisaidia serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuwaleta watoto katika shule binafsi ambazo naamini kundi hili lote kwenye maeneo yote wangekuwepo katika shule zetu za serikali pasingetosha. Hivyo niwapongeze sana kwa ada zenu. Mkasema pamoja na serikali yetu inatoa elimu bure, lakini tuweze kuisaidia kwa sisi ambao tuna uwezo wa kwenda kupeleka watoto wetu katika shule za taasisi binafsi, basi na sisi tuamke tuweze kuonyesha nia zetu, tuonyeshe ari yetu, tuendelee kuishika serikali mkono kwa ajili ya maslahi mapana ya kada ya walimu. Wazazi, hongereni sana. Lakini pia niendelee kupongeza taasisi zote zinazotoa elimu ndani ya taifa letu, taasisi binafsi. Tukiwepo hapa katika shule yetu ya Abeti, kwa kweli tunawapongeza sana. Mnafanya kazi kubwa na ngumu, sio biashara tu, mnatoa huduma. Kwa hiyo mkibeba dhana kwamba tunatoa huduma, ninaamini mtakwenda kuendelea kulisaidia taifa kwa ajili ya kutoa huduma katika kada ya walimu. Hivyo niwapongeze sana. Lakini serikali yetu imeendelea kuweka miundombinu rafiki ya kuendelea kuiweka amani na utulivu katika nchi yetu. Ndio maana tunaendelea kuona taasisi binafsi zinaendelea kuweka uwekezaji mkubwa katika maeneo yetu. Hivyo tunaendelea kumpongeza pia Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea kutulinda na kututunza kama amiri jeshi mkuu wa taifa letu na kuendelea kuhakikisha amani na tawala, ili watoto wetu hao wapendwa waendelee kupata elimu katika nchi ambayo ina utulivu na amani. Lakini ndugu zangu, ninaamini leo tunasherehekea sana na tunafurahi sana, lakini zaidi ya yote tujue tunapiga hatua. Wazazi wa watoto tulioko humu ndani, unakuwa una kazi kubwa na muhimu ya kwenda kuhakikisha unampokea mtoto kutoka katika daraja moja na kumpeleka daraja la pili. Juhudi zenu kubwa na nzuri mlizokuwa mnazifanya katika kipindi chote cha mwaka wa kwanza darasa la awali mpaka kufika leo, tunasema ni miaka 7, lakini kuna watoto wengine wamesoma takriban zaidi ya miaka 8. Lakini kuna wengine pia inawezekana wamesoma hata zaidi ya miaka 9, kutokana na uwezo na uelewa, lakini mzazi hukumkatia mtoto tamaa. Uliamua kujinyima, uliamua kukopa, uliamua kufanya kila unaweza kulifanya ili mtoto wako apate elimu bora katika shule ya msingi Abeti. Umefanya vizuri sana. Mzazi, hakuna uwekezaji ulio bora katika dunia ya leo kama uwekezaji wa elimu. Unaweza kuwekeza majumba makubwa mazuri, biashara kubwa nzuri, lakini usiwekeze kwenye familia yako kuhusiana na swala la elimu. Maanake baada ya wewe vyote ulivyoviwekeza havitakuwepo. Ama wewe ukipata changamoto ya kiafya, maanake hata biashara yako itakuwa imeumwa. Lakini leo mnafanya jambo kubwa wazazi, kuwekeza kwa watoto wenu, kujinyima kwa ajili ya kesho yenu. Kipigieni makofi mengi sana wazazi wenzangu. Lakini jambo kubwa tunapoendelea kuliwekeza kwa watoto wetu, kwa kuwekeza fedha kwa elimu, pia tuendelee kuwekeza maadili. Watoto wetu wakiwa na maadili mema, malezi bora, wakashika maadili mazuri ya Kitanzania, na hapa tumeona wanatoa pia na tamaduni zetu. Tukiendelea kuwashika watoto wetu, nimesema hapo kesho ndio tunaendelea kuwa na taifa lenye watumishi bora na muhimu katika ambayo leo
mnaenda kufanya sherehe nzuri sana ya kwenda kuhitimisha elimu ya msingi. Kikubwa, wadogo zangu, watoto wangu, ni kuhakikisha kuendelea kusikiliza na kuheshimu na kutii mnayeambiwa na wazazi, lakini mnayeambiwa na walimu wenu. Ninajua muda mwingi mlikuwepo shuleni, ni muda mchache sana mlikuwepo kwa wazazi. Hivyo mnapaswa kuendelea kushikilia yale ambayo walimu wamefundisha, lakini kuendelea kuyashikilia yale ambayo wazazi wataendelea kuwa na ninyi. Na mtakapokuwa mnasikiliza na kuheshimu na kutii, mtafika mbali sana, kwa sababu watoto